Yesu alikuja kwa ajili ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokuja alitumia mwanadamu ili aweze kujidhihirisha hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ule wakati wenye kila kiongozi unapata kwamba mtu yeyote ambaye atakaye kuwa kiongozi katika ufalme wa kiroho anapojidhihirisha hapa duniani ama anapokuja hapa duniani, jambo la kwanza jua kwamba huyo mtu hatakuja tu kwa mteremko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiongozi katika ulimwengu wa kiroho akiletwa hapa duniani, nataka uweze kuchukua utafiti vizuri. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi kwa saa hii katika ulimwengu wa kiroho, vile alikuja hapa duniani na vile ameishi maisha yake na vile anaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa unaona kwamba ule wakati wenye Yesu Kristo alikuja, kila ufalme ulimtafuta. Kwa sababu gani? Alikuwa amebeba ufalme juu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wakati wenye unazaliwa na ufalme ndani yako, mpaka tuna falme zenye zitakuja kwa ajili ya kukupiga vita kwa sababu umebeba ufalme. Lakini yule ambaye hajabeba ufalme, ndio utaona kwamba hatakuwa na wasiwasi, kwa sababu ukiangalia Yesu Kristo, wakati wenye Yesu Kristo anakuja hapa duniani, tukiangalia hakuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si watoto walikuwa wengi, lakini kwa nini Yesu Kristo ndiye anapigwa vita? Kwa nini Yusufu ndiye anapigwa vita? Kwa nini Daudi ndiye anapigwa vita? Na tuna wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba ukizaliwa ukiwa na ufalme, ufalme wenye unapata utakuwa kinyume na wewe, maana ufalme wenye umebeba ni tofauti na ufalme wenye unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alipokuja hapa duniani, alikuwa na ufalme ambao ulikuwa juu ya ufalme wa dunia, na ufalme wa dunia haungekubali uweze kutawaliwa na ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo unaona kwamba Yesu anapokuja sasa, wanaanza kumtafuta kama akiwa katika ile wakati ambaye ni mchanga, wanamtafuta waweze kummaliza, ili wamalize ule ufalme kabla hujakuwa. Kwa hivyo ukiona kwamba uko na ufalme na unatafutwa na ufalme wengine, wanataka wamalize huo ufalme wako kabla hujakuwa, kwa sababu ule wakati wenye utaendelea kukua ndio ule ufalme utaendelea kupanuka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utashinda ufalme mwingine. Lakini kwa sababu gani hawakumweza? Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa amebeba ufalme juu ya ufalme, na huo ufalme ndio tunatembea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama uko ndani ya ule ufalme, inamaanisha kwamba ufalme wenye umebeba unashinda ufalme wa dunia. Lakini ufalme wa dunia ikifika wakati ukushinde, inamaanisha kwamba haujabeba ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa sababu gani nasema kwamba Yesu alikuja? Unajua Yesu alipokuja alitaka atumie chombo ili aweze kufika duniani na aweze kumfundisha ama kumuonyesha mwanadamu yale maisha yenye ataishi akiwa katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio lilikuwa lengo lake, ya kwamba akikuja, kitu ya kwanza kukomboa utoke kwa dhambi. Na ndiposa unaona kwamba anapotembea na wanafunzi wake, kwanza amewaondoa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amewaambia kwamba mkuje niwaonyeshe kufua watu, kufua mwanadamu, kuweza kumkomboa mwanadamu. Anapomaliza kuwatoa sasa katika dhambi, anaanza kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anawafundisha kila maisha ambayo watapitia.
mpaka ule wakati wenye tena anarudi, alikuwa ameshafundisha mwanadamu. Kwa hivyo hata wewe unafaa uishi maisha ya Yesu Kristo, maana alishafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama alisema kwamba tuna Roho Mtakatifu ambaye ataendelea kufundisha, lakini pia wewe unajua yale maisha yenye Yesu alipita yote. Unafaa uwe mfano mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana, na utembee vile yeye alitembea. Kwa hivyo usitembee tu ukisema Yesu amezaliwa siku ya leo, na hauelewi ni nini inamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ya kwanza nimekuambia kwamba siku ya leo Yesu hajazaliwa. Hiyo nayo uweke tu akili mahali popote penye utakuwa unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuja duniani na akampitia kwa mwanadamu kama chombo, maana alitaka kuonyesha mwanadamu mwenyewe tangu atoke kwa tumbo la mzazi wake, kutoka kwa tumbo mpaka akiwa hapa duniani akitembea, mambo itakayompata, hali zenye atapitia. Alikuwa anamuonyesha akiwa mchanga hali zenye utapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa mtoto akiwa mchanga ni vizuri aombewe. Kwa sababu gani? Tuna ufalme ndani yake ambao msipomweka katika ule wakfu wa ufalme wa Mungu, basi hizo falme zingine always tainuka juu yake, siweze kumpiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama mzazi unafaa uombee mtoto, ama kanisani wamuombee mtoto aweze kuwa rasmi katika huu ufalme wa Mungu. Na ndiposa unaona kwamba ule wakati wenye Yesu sasa, Biblia inasema kwamba Yusufu walipotoka ilibidi waende katika horini la ng'ombe. Tukiangalia ile environment tunaona tuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazingira yenye anakaa haikuwa mazingira mazuri. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mwenye amebeba ufalme, Biblia inatuambia kwamba vitu za Mungu zinaonekana upumbavu kwa mwanadamu. Unajua hata kama ni wewe katika lile horini la ng'ombe, mtu akwambia kwamba mfalme ndiye amelazwa pale ama amezaliwa pale, utaanza kusema huu ni mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika macho ya wanadamu wanajua mfalme anafaa azaliwe katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama sasa hivi unaweza zaa mtoto alafu usema kwamba huyu ni rais. Mpendwa, watu watakucheka. Watu wanajua kwamba rais atazaliwa katika ufalme wa wale watu ambao ni marais. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika ile hali Yesu alionyesha kwamba vitu zenye zinaonekana dhaifu kwa wanadamu ama upumbavu kwa wanadamu, mwishowe inakuwa utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa unaona kwamba mwishowe Yesu Kristo kweli anajidhihirisha wazi ya kwamba yeye ni mfalme. Haijalishi na mahali penye alizaliwa, haijalishi na zile hali zenye alipitia, milima na mabonde, haijalishi. Yeye inakuja kujidhihirisha ya kwamba kweli huyu ni mfalme. Na hata wafalme wenye walikuwa wanampiga vita wote wanakuja sasa wana salute ya kwamba huyu ndiye mfalme wa kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ufalme hautoki katika ufalme tu peke yake wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali ufalme unaletwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wapendwa, tubebe huu ufalme ambao ni wa Mungu, unashinda ufalme wa wanadamu.
na tuweze kuheshimu huo ufalme, kunyenyekea. Anasema kwamba na chochote ambacho mtaitisha mtapewa. Sasa swali ni mbona unaitisha na hupewi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na uko katika huo ufalme unaitisha na hupewi, kwa nini? Na yeye anasema chochote ambacho mtaitisha mtapewa. Inamaanisha tuna tatizo. Sisi wenyewe ndio tuko na tatizo. Labda kitu ya kwanza hatujui kuitisha. Jambo la pili, labda tumetenda dhambi na tumekataa kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi vitu tukiendelea kukaa nazo na tunaitisha, tunamaliza wakati. Mpaka kitu ya kwanza tujue kuitisha. Kujua tukuitisha mpaka utakubali kukaa katika utakatifu na kuweza kukaa katika maombi na kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno wapendwa, ni kama mtoto tu ukienda shuleni. Mwalimu anakuambia kwamba endelea pitia ukifanya revision. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule wakati wenye utakaa tu alafu unasema hata nilisoma hiyo Biblia karibu yote, najua kila kitu, utajipata hakuna chenye unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo unaona kwamba mtoto alikuwa mwerevu, siku ya leo amekuwa mjinga. Kwa sababu gani? Alikataa kupitia yale ambayo alikuwa anasoma, akasema kwamba mimi najua kila kitu. Na sasa wale wenye hawakuwa wanajua waliendelea kupitia na mwishowe wakapita, na yeye akaanguka kwa sababu alisema anajua. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba katika ufalme hakuna kitu yenye inaitwa ujuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka tu uweze kunyenyekea, kujisalimisha katika ufalme, ili Mungu mwenyewe aweze kukuongoza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani nimemalizia pale.